Ujambo mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Congo Post News, na tumaini kwamba umeamka salama kweli, na tunakukaribisha katika taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2026. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama itakuwa ndio mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone, una comment vile vile una partage. Basi acha tuanze na habari kutoka sehemu mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vile vile nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nzima kwa ujumla. Tuanze na habari kutoka Kivu Kusini. Mapigano makali kati ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wapiganaji wa muungano wa Twirwaneho Tabara pamoja na washirika wao wa AFC M23 yameendelea hii leo Alhamisi tarehe 18 mwezi wa 6 katika maeneo yanayozunguka Minembwe Centre wilayani Fizi mkoani Kivu Kusini. Lengo kuu la operations za kijeshi zinazoendelea ni kudhibiti tena uwanja wa ndege wa Minembwe ambao umeonekana kuwa na umuhimu mkubwa katika mwelekeo wa mapigano yanayoendelea kwenye nyanda za juu za Kivu Kusini. Kwa mujibu wa msemaji wa operation ya Sukola pili Kivu Kusini, Rigene Mbui Kalonji, jeshi la FARDC likisaidiwa na makundi ya wazalendo lilifanikiwa tangu jioni tarehe 16 Juni mwaka 2026 kurudisha udhibiti wa kijiji cha Kitavi, eneo la Irundu pamoja na baadhi ya nafasi za kimkakati karibu na Minembwe Centre, ikiwemo eneo la shule la Ugeufi iloko Madegu. Msemaji huyo amesema kuwa operation hizo ni sehemu ya mashambulizi ya kujibu yaliyolenga kurudisha maeneo yaliyokuwa mikononi mwa waasi. Alieleza kuwa siku ya Jumatano tarehe 17 mwezi wa 6, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilianzisha mashambulizi mapya kwa lengo la kurudisha udhibiti wa uwanja wa ndege wa Minembwe Centre ambao kwa sasa unachukuliwa kuwa moja ya maeneo muhimu zaidi katika mzozo. Kwa upande mwingine, vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa tangu tarehe 10 mwezi wa 6, matumizi ya ndege zisizo na rubani maarufu kama drone yameongezeka kwa kiwango kikubwa katika eneo hilo. Mashambulizi hayo yalianzia katika kijiji cha Bidegu kabla ya kusambaa katika maeneo mengine yanayozunguka Minembwe Centre. Hali hiyo imeongeza hatari kwa raia pamoja na kuifanya vita hiyo kuwa ya kisasa zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali. Wakazi wa eneo hilo pia wanaripoti kuwasili kwa vikosi vya nyongeza kutoka pande zote mbili zinazohusika katika migogoro. Renforcement hizo zinadaiwa kupitia njia za Kitoga, Rubuga na Minembwe Centre, jambo linaloonyesha kuwa pande zinazopigana zinaendelea kujiandaa kwa mapambano makubwa zaidi katika siku zijazo. Hata hivyo, athari za mapigano hizo zimekuwa kubwa kwa wananchi wa kawaida. Msimamizi wa wilaya ya Fizi, Sami Badibanga, amesema kuwa hali ya kibinadamu imezidi kuwa mbaya kutokana na mapigano yanayoendelea. Familia nyingi zimelazimika kuhama makazi yao, huku wengine wakikabiliwa na ukosefu wa huduma muhimu kama chakula, maji safi na huduma za afya. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa udhibiti wa uwanja wa ndege wa Minembwe unaweza kuipa upande unaotawala faida kubwa katika matumizi ya drones na usafirishaji wa vifaa vya kijeshi. Ndiyo maana eneo hilo limekuwa kitovu cha mapigano yanayoendelea katika nyanda za juu za Uvira, Fizi na Mwenga. Wakati mapigano hayo yakiendelea, wakazi wa Minembwe na maeneo ya jirani wanaendelea kuishi katika hali ya wasiwasi, wakisubiri kuona iwapo juhudi za kijeshi zitarejesha utulivu au kama mapambano yataendelea kusababisha madhara zaidi kwa wananchi. Tubaki huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako hali wasiwasi inaendelea kutawala katika eneo la Kabasha Kasebere wilayani Beni mkoani Kivu Kaskazini baada ya watu wasiojulikana kuvamia na kuharibu kituo cha afya cha Kabasha katika usiku wa kuamkia tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2026. Tukio hilo limetokea wakati eneo hilo likikabiliwa na tahadhari kubwa ya ugonjwa wa Ebola baada ya mgonjwa mmoja kuthibitishwa kuwa na virusi hivyo. Kwa mujibu wa viongozi wa afya katika eneo hilo, uvamizi huo ulifanyika muda mfupi baada ya mgonjwa aliyekuwa akishakiwa kuwa na Ebola
kuhamishwa katika kituo maalum cha matibabu kilichopo katika eneo la afya la Kalunguta. Baadaye vipimo vilithibitisha kuwa mgonjwa huyo alikuwa ameambukizwa na virusi vya Ebola. Muuguzi mkuu wa kituo cha afya cha Kabasha Kambale Kikuranga Gilbert amesema uamuzi wa kumhamisha mgonjwa huyo ulilenga kulinda jamii dhidi ya maambukizi zaidi. Hata hivyo, hali ya taharuki ilitokana na tukio hilo lilitumiwa na watu wasiojulikana kufanya mashambulizi dhidi ya kituo cha afya hicho. Mashahidi wa eneo hilo wanasema wahusika walivunja madirisha ya kituo hicho na kuharibu mfumo wa usambazaji wa maji. Uharibifu huo umeathiri kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa maji safi pamoja na huduma za msingi za afya kwa wakazi wa Kabasha Kasebere, wakati ambako eneo hilo likihitaji huduma za afya zaidi kutokana na tishio la Ebola. Kituo cha afya cha Kabasha kinapatikana katika eneo la afya la Kabasha ndani ya ukanda wa afya wa Kalunguta, ambako mgonjwa huyo alithibitishwa kuwa na Ebola. Ni kesi ya pili kugunduliwa katika eneo hilo. Hali hii imeongeza hofu miongoni mwa wananchi pamoja na wahudumu wa afya wanaoendelea kupambana kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo wa hatari. Mashirika ya kiraia katika eneo la Beni wamelaani vikali kitendo hicho cha uharibifu. Viongozi wa jamii wamesema kuwa mashambulizi dhidi ya vituo vya afya yanahatarisha juhudi za kupambana na magonjwa yanayoweza kuzuia wananchi kupata huduma muhimu katika wakati wa dharura za kiafya. Mashirika haya yamezitaka huduma za usalama kuanzisha uchunguzi wa haraka ili kuwabaini na kuwafikisha mbele ya sheria waliohusika na tukio hilo. Wakati huo wametoa wito kwa wananchi kushirikiana na wahudumu wa afya na kuendelea kupokea elimu kuhusu njia ya kujikinga dhidi ya Ebola. Tukio hili linakuja katika kipindi ambacho miundombinu ya afya katika Kivu Kaskazini imekuwa ikikabiliwa na changamoto za kiusalama. Siku chache zilizopita, watu wenye silaha walivamia hospitali ya Waadventista na Wanamaika Mutiri mjini Butembo na kumchukua mtoto aliyekuwa amethibitishwa kuwa na ugonjwa wa Ebola. Kabla ya hapo, jaribio la kuchoma moto kituo cha matibabu ya Ebola cha Katwa kiliripotiwa, lakini likathibitishwa mapema na polisi pamoja na wahudumu wa afya. Wataalamu wa afya wanaonya kuwa mashambulizi dhidi ya vituo vya afya yanaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola. Wanasisitiza kuwa ushirikiano kati ya wananchi, viongozi wa kijamii na vyombo vya usalama ni muhimu ili kuhakikisha wagonjwa wanapata matibabu na kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Hiyo ndio ilikuwa ripoti kuhusu uharibifu wa kituo cha afya cha Kabasha na changamoto zinazokabili vita dhidi ya Ebola katika eneo la Beni mkoani Kivu Kaskazini. Tubaki huko Kivu Kaskazini ambako hali ya usalama inaendelea kuzorota katika eneo la Walikale mkoani Kivu Kaskazini, ambako mapigano makali yameripotiwa kuzuka kati ya makundi mawili ya simu ya kundi lenye silaha ya Uhuru ya DRC. Mapigano hayo yalihusisha wapiganaji wanaounga mkono kiongozi Mashite kwa upande mwingine na wale wa Zidane kwa upande mwingine, wamezua hofu kubwa miongoni mwa wananchi na kusababisha mamia wakazi kuanza kukimbia makazi yao. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiutawala na viongozi wa jadi katika eneo hilo, mapigano hayo yalianza majira saa 5 za asubuhi katika maeneo yaliyopo kati ya vijiji vya Bubere na Iseya ndani ya kundi la Bafuna. Pande zote mbili zilidaiwa kutumia silaha nzito na nyepesi, hali iliyosababisha milio ya risasi kusikika katika maeneo mbalimbali ya Butakirwa na vijiji vya jirani. Kutokana na makabiliano hayo, wakazi wa vijiji vya Buringa, Tusangwa na Bubere walazimika kukimbia porini kwa kihofia usalama wao. Wakati huo wananchi wa kijiji cha Iseya wameonekana wakielekea kwa wingi katika eneo la Ngora kutafuta hifadhi salama mbali na mapigano yanayoendelea. Mbali na madhara ya kibinadamu, mapigano hayo tayari yameanza kuathiri maisha ya kila siku ya wananchi. Viongozi wa jadi wa kundi la Bafuna wamesema kuwa shughuli za masomo zimesimamishwa katika baadhi ya shule zilizopo katika maeneo yaliyoathiriwa. Usafiri kwenye barabara inayounganisha Ngora na Ntoto umesitishwa kutokana na hali ya taharuki au hali ya ukosefu wa
usalama inayotokana na mapigano. Wakazi wa eneo hilo wameeleza kuwa hali ya taharuki imeongezeka huku familia nyingi zikikosa mahali pa kuishi na wengine wakishindwa kupata mahitaji muhimu kutokana na kufungwa kwa njia za mawasiliano na biashara. Hadi wakati taarifa hizi zinazoandaliwa, mapigano yalikuwa bado yanaendelea katika maeneo ya Nyabikokoto ambako makundi mawili yanaendelea kushambuliana. Hakuna taarifa rasmi zilizotolewa kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa, lakini viongozi wa eneo hilo wameonya kuwa hali inaweza kuwa mbaya zaidi ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa. Mapigano haya yamezuka saa chache tu kabla ya mkuu wa kundi la Bafuna kutoa tahadhari kuhusu uwezekano wa kuzuka kwa machafuko. Mapema Alhamisi aliripoti kuwasili kwa wapiganaji wanaounga mkono Mashite katika kijiji cha Kilambo, makao makuu ya kundi hilo, na kuonya juu ya hatari ya makabiliano na kundi la Zidane. Kwa miezi kadhaa sasa, makundi tofauti ya uhuru ya DRC yamekuwa yamekumbwa na migogoro ya ndani katika maeneo ya Bafuna na Waloa Uroba. Migongano hiyo inahusishwa na mapambano ya kutaka kudhibiti maeneo yenye ushawishi pamoja na rasilimali za ndani, jambo ambalo limeendelea kusababisha vurugu za mara kwa mara na kulazimisha wananchi wengi kukimbia makazi yao. Mashirika ya kiraia pamoja na viongozi wa eneo hilo wameeleza wasiwasi wao kuhusu kuzorota kwa hali ya kibinadamu ikiwa mapigano yataendelea. Maelfu ya wananchi katika Walikale tayari wanaishi katika mazingira magumu kutokana na ukosefu wa usalama, na kurejea kwa mapigano kuna hofiwa kuongeza mateso kwa familia nyingi zaidi. Mamlaka za eneo hilo zimeomba serikali na vyombo vya usalama kuchukua hatua za haraka ili kulinda raia, kurejesha utulivu na kuzuia mapigano hayo kusambaa katika vijiji vingine vya kundi la Bafuna au groupmenti la Bafuna. Hii ni ripoti kuhusu kuongezeka kwa mapigano kati ya makundi ya simu ya uhuru ya DRC katika eneo la Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Basi tuongelea habari za siasa toka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mvutano wa kisiasa na kijeshi unaendelea kuongezeka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kauli zilizotolewa na Rais Felix Antoine Tshisekedi wakati alipokuwa mjini Houston huko nchini United States kuhudhuria shughuli zinazohusiana na kombe la dunia mwaka 2026. Kauli hizo zimezua mjadala mkali baada ya kuripotiwa kuwa ziligusia hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na operations za kijeshi zinazoendelea dhidi ya waasi. Akizungumza siku ya jana tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2026, mratibu wa kisiasa wa M23 Corneille Nangaa alijibu kwa kauli matamshi ya rais huyo, akidai kuwa yanaweza kuhatarisha juhudi za amani zinazoendelea nchini za usimamizi wa Marekani na Qatar. Nangaa, ambaye pia aliwahi kuongeza tume huru ya uchaguzi nchini Kongo, alisema kuwa kauli hizo zinaonekana kama tangazo la vita wakati ambako mazungumzo ya kutafuta suluhisho la kudumu ya migogoro yanaendelea. Kwa mujibu wa Corneille Nangaa, matamshi ya rais yanazungumzia operations za kijeshi na matarajio ya kurejesha udhibiti wa mji wa Goma na Bukavu yanaonyesha kuwa serikali ya Kinshasa inaendelea kuweka kipaumbele katika njia ya kijeshi baada ya mazungumzo. Amesema hali hiyo inaweza kuzofisha juhudi za upatanishi zinazofanywa na washirika wa kimataifa wanaojaribu kuleta amani katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi huyo wa AFC M23 pia alionya kuwa harakati yake itajibu hatua yoyote ya kijeshi itakayochukuliwa dhidi yao. Kauli hiyo imeongeza wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuendelea kwa mapigano katika maeneo ambayo tayari yameathiriwa yameathiriwa kwa muda mrefu na migogoro ya silaha. Mzozo huu wa maneno kati ya serikali ya Kinshasa na waasi wa M23 unatokea wakati ambako juhudi mbalimbali za kidiplomasia zinaendelea kufanyika. Miongoni mwa juhudi hizo ni makubaliano yaliyofikiwa mjini Washington pamoja na mchakato wa mazungumzo unaoendelea mjini Doha, ambao unalenga kusitisha mapigano na kuanzisha mazungumzo ya kudumu kati ya pande zinazohusika katika mgogoro unaoendelea
mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, licha ya hatua mbalimbali za kidiplomasia zilizochukuliwa katika miezi za hivi karibuni, hali halisi katika maeneo ya mapambano bado yanaonyesha mabadiliko makubwa. Makabiliano kati ya waasi na vikosi vya serikali yanaendelea kuripotiwa katika baadhi ya maeneo, huku wananchi wakibaki kuwa waathirika wakuu wa mzozo huo unaoendelea. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaeleza kuwa changamoto kubwa iliyopo kwa sasa ni tofauti za tafsiri kuhusu utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa. Kila upande unaonekana kutafsiri masharti ya makubaliano hayo kwa mazungumzo yake au kwa matazamo yake, jambo linalochelewesha utekelezaji wa hatua zilizochukuliwa za kuleta amani. Wakati huo, sauti kutoka ndani ya Kongo, mataifa ya ukanda wa maziwa makuu pamoja na jumuiya ya kimataifa zinaendelea kutoa wito kwa pande zote kuheshimu ahadi walizozitoa katika mchakato wa amani. Hata hivyo, hadi sasa wito huo haujaweza kuleta matokeo makubwa, huku pengo kati ya mazungumzo ya kisiasa na hali ya usalama uwanjani ikiendelea kuwepo. Kadri juhudi za kidiplomasia zinavyoendelea, matumaini ya wananchi wengi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanabaki kuwa kuona pande zote zikichagua njia ya mazungumzo na kusitisha mapigano ambayo kwa miaka mingi yamesababisha vifo, uharibifu wa mali na maelfu ya watu kukimbia makazi yao. Hii ni ripoti kuhusu mvutano wa kisiasa kati ya serikali ya Kongo na viongozi wa AFC M23 katika kipindi ambacho juhudi za amani zinaendelea kutafutiwa suluhisho. Baada ya kusikiliza taarifa zetu mbalimbali kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan habari za vita au siasa zinazoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani Kivu Kusini, Kivu Kaskazini na Ituri. Acha basi tukuingie moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Tuanze moja kwa moja na uchambuzi wa ripoti zetu, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amesaini makubaliano na Iran jana Jumatano ambayo yanaitaka jamhuri hiyo ya Kiislamu kupunguza kiwango cha akiba yake ya madini ya urani yaliyorutubishwa. Makubaliano hayo pia yanaondoa baadhi ya vikwazo vinavyoungwa mkono na Washington dhidi ya nchi hiyo, hatua itakayoiwezesha Iran kuuza mafuta yake. Babu Abdallah na maelezo kamili. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif, ambaye amekuwa mmoja wa wapatanishi wakuu kati ya Marekani na Iran, amesema makubaliano ya awali ya kumaliza vita yanaanza kutekelezwa mara moja baada ya viongozi wa nchi zote mbili kutia saini makubaliano hayo. Makubaliano hayo yanataka kusitishwa kwa uhasama kabisa na kuanzisha kipindi cha siku 60 cha mazungumzo ya kufikia makubaliano ya mwisho kuhusu mustakabali wa mpango wa nyuklia wa Iran, ingawa Trump ameacha uwezekano wa kuishambulia tena Iran endapo masharti hayatatekelezwa. Kwa siku kadhaa, makubaliano hayo yalikuwa yamegubikwa na usiri na mkanganyiko. Maafisa wa Marekani walikataa kufichua yaliyomo licha ya kueleza kuwa Trump na makamu wake JD Vance tayari walikuwa wamesaini kwa njia ya kidijitali mwishoni mwa wiki. Inaripotiwa kuwa Trump alisaini nakala halisi jana Jumatano wakati wa dhifa ya chakula na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika ikulu ya Versailles, mahali ambapo makubaliano mengi ya kihistoria yamesainiwa ili kumaliza vita au migogoro ya mipaka. Ikulu ya Marekani, White House, ilikuwa imepanga sherehe ya kusaini makubaliano hayo kesho Ijumaa nchini Uswizi, lakini hatma ya sherehe hiyo sasa haijulikani kutokana na taarifa zinazokinzana kutoka Marekani, Iran na Pakistan. Alipoulizwa na waandishi wa habari kuhusu iwapo wametia saini makubaliano hayo, Trump amesema, "Ndiyo, nimesaini." Katika video iliyochapishwa mtandaoni na msaidizi wa ikulu ya White House, Trump alionekana ameketi mezani karibu na Macron akisaini nakala ya makubaliano hayo na kisha kumkabidhi waziri wa mambo ya nje Marco Rubio hati hiyo, huku watu waliokuwemo chumbani wakipiga makofi. Hili halikuwa jambo rahisi, Trump alisema muda mfupi kabla ya kusaini, kulingana na video iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii na Rais Macron.
Hawa ni baadhi ya raia wa Iran mara baada ya makubaliano hayo kutiwa saini. Sidhani kama tunapaswa kusema kwamba nchi fulani imeshinda. Nadhani pande zote mbili ni washindi kwa kuwa zimefanikisha maslahi yao binafsi. Na huko mjini Tehran, Rais Masoud Pezeshkian alisaini makubaliano hayo kwa niaba ya Iran, kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la IRNA ambalo lilichapisha picha yake akiwa ameshika hati ya makubaliano yenye saini yake na Donald Trump. Maandishi kamili ya makubaliano hayo bado hayajatolewa rasmi na upande wa Marekani, japo vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimechapisha maandishi ambayo kwa kiasi kikubwa yanaendana na yale yaliyotolewa na Marekani. Naam, kama ulivyosikia katika ripoti hiyo ya Babu Abdallah, Marekani na Iran zilisaini hapo jana hayo makubaliano yanayolenga kumaliza vita vya Mashariki ya Kati. Utiaji saini huo ulitarajiwa kufanyika kesho nchini Uswisi, lakini rais wa Marekani Donald Trump alisaini hati hiyo ya makubaliano wakati wa chakula cha jioni akiwa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika kasri la Versailles baada ya mkutano wa G7, huku rais wa Iran Masoud Pezeshkian akisaini akiwa mjini Tehran. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Bandio Mubelo akiwa huko Marekani, na kwanza nimemuuliza kwa nini hatua hii imeharakishwa. Tuendelee kukumbuka kwamba JD Vance atasaini tena kesho, lakini bado Donald Trump anaamini kwamba lazima awe sehemu ya sura ya kila kitu ambacho kinakuwa kikubwa katika dunia sasa. Na chini ya makubaliano hayo, Iran imekubali kupunguza kiwango cha urutubishaji wa madini ya urani, huku ikiruhusiwa kuanza tena kuuza mafuta, na Marekani ikiahidi kulegeza baadhi ya vikwazo na kusaidia kuanzishwa kwa mfuko wa dola bilioni 300 kwa ajili ya ujenzi mpya wa Iran. Yote haya, huoni kama Iran inanufaika zaidi na makubaliano hayo ambayo yanaonekana ni kama Marekani imesalimu amri? Iran kabla ya hapo ulikuwa katika mkataba wa JCPOA ambao mkataba huo ulikuwa umewazuia na usingewawezesha kufikia katika urutubishaji wa urani ambao wamefikia hivi sasa. Ilikuwa ni baada ya Donald Trump kujiondoa katika ule mkataba, Iran ikawa inaendelea na shughuli zake, na sasa Donald Trump amekwenda akaweka vikwazo, akapiga vita, akafanya kila kitu. Amerejeshewa vitu viwili. Kwanza, Strait of Hormuz imefunguliwa ambayo ilikuwa haijafungwa kabla ya mashambulizi, na Iran imekubali kutoendeleza urutubishaji ambao ilianza kuendeleza baada ya Donald Trump kujiondoa katika mkataba. Kwa hiyo hakuna ambacho sasa hivi kimepatikana ambacho hakikuwa katika mkataba wa awali. Labda ambacho sasa kimepatikana ni pamoja na Iran kuondolewa vikwazo, kupewa msaada na vitu vingine. Na ndio maana umesikia kiongozi wa Hezbollah amesema ni ushindi mkubwa kwao, viongozi wa Iran wamesema kwamba ni mshindi mkubwa kwao, na wengine wamefikia hatua ya kusema wazi kwamba Marekani amesalimu amri. Ukweli wa mambo ni kwamba ukisoma vipengele hivi 14 ambavyo kwa namna ambavyo vimeandikwa vinaonyesha wazi ni kwa nini Rais Donald Trump amekuwa akimtukana Netanyahu, kwa nini Donald Trump amekuwa akitaka amani, kwa nini Donald Trump amekuwa akihimiza mapigano yaishe, kwa sababu kila kilichomo ndani kinaonyesha jambo moja tu, kwamba amefanikiwa kupata mwanya wa kuchomoka kwa sababu alikuwa akishindwa, na huu umekuwa ni ushindi kwa Iran. Na Lebanon imetajwa mara kadhaa katika makubaliano hayo, ikimaanisha kwamba usitishaji wa vita na uhasama ni lazima uijumuishe nchi hiyo pia. Unadhani Israel itaenda kinyume na makubaliano hayo yaliyosainiwa na mshirika wake mkuu Marekani kwa kuendelea kushambulia au hata kuyakalia maeneo ya Lebanon? Huu ni mwaka wa uchaguzi, na nafikiri Israel itaendelea kufanya baadhi ya mambo, kwa sababu haijalishi Donald Trump atasema nini. Donald Trump hawezi kumzuia Netanyahu kwa kutumia simu zenye matusi. Swali hapa ni kwamba Israel inataka kufanya nini, wahafidhina ndani ya Israel wanataka nini, na wamemwambia nini waziri mkuu, na wanajua kwamba iwapo hawatofanya ambacho waliahidi, watatakiwa waeleze kwa nini walianza na kwa nini wamepoteza maisha ya watu wengi na kuharibu mali, wakijiwafika kwamba hawatofikia tamati ama hawatofikia kile ambacho walikuwa wameanzisha. Kwa hiyo sasa hivi tunachotegemea ni kwamba pengine upo uwezekano mkubwa kabisa wa kuona mgawanyiko wa wazi na pengine mvurugiko kati ya Rais Donald Trump na Benjamin Netanyahu, ambao haitakuwa jambo la kwanza kwa viongozi wa Marekani na Israel kugombana kwa sababu ya jambo kama hili. Kwa sababu kuna wale wanaosema kwamba makubaliano haya yameonyesha mpasuko mkubwa na ulio wazi baina ya serikali ya Israel chini ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na ikulu ya White House chini ya Rais Trump. Kuna ukweli gani kwenye hili? Kuna ukweli mkubwa, kwa sababu nilipata kusema kwanza, vita hivi havikuwa vita vya Marekani na kila mmoja anapata shida kutoka nyumbani kwake. Israel wao wamekuwa wakitaka kwa miaka mingi wakihitaji Marekani kuweza kumdhoofisha Iran, lakini imefika mahala ambapo sasa Marekani imetambua kwamba haiwezi kuendelea na vita hivi. Kwa hiyo wamewekwa katika nafasi ngumu sana.
Ni mchambuzi wa siasa za kimataifa huyo Bandio Mbelwa akiwa huko Marekani, kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita. Tukiuangazia mzozo mwingine, Ukraine imefanya shambulio kubwa la ndege zisizo na rubani dhidi ya Urusi, ikilenga kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta cha Moscow kwa mara ya pili ndani ya wiki moja. Maafisa wa Urusi wamesema kuwa mashambulizi hayo pia yalisababisha kusimamishwa kwa muda kwa safari za ndege katika viwanja kadhaa vya ndege mjini Moscow. Saumu Njama na ripoti kamili. Shambulio hilo limeripotiwa kuwa moja ya makubwa zaidi katika miezi ya hivi karibuni. Picha kutoka vyombo vya habari vya Urusi zilionyesha moto mkubwa ukiteketeza kiwanda cha kusafisha mafuta cha Moscow kilicho karibu kilomita 15 kutoka Kremlin. Kiwanda hicho ni miongoni mwa vikubwa nchini Urusi na kinachangia zaidi ya theluthi moja ya mafuta yanayotumika katika eneo la mji mkuu. Ukraine imekuwa ikilenga mara kwa mara miundombinu ya mafuta ya Urusi ili kupunguza mapato ya Moscow ya kufadhili vita na pia kuonyesha raia wa Urusi athari za uvamizi huo. Wizara ya ulinzi ya Urusi imedai kuwa imedungua droni 555 za Ukraine katika maeneo mbalimbali. Mashambulizi haya yanatajwa kama fedheha nyingine kwa Rais Vladimir Putin baada ya shambulio la droni katika mji wa St. Petersburg mapema mwezi huu, wakati alipokuwa mwenyeji wa mkutano wa kiuchumi uliovutia viongozi wa kimataifa. Wakati mashambulizi haya yakiendelea, Putin yuko mjini Kazan kwa mkutano na viongozi wa Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia katika juhudi za kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi. Zelensky amesema mashambulizi ya Ukraine ndani ya Urusi ni njia ya kumlazimisha Putin kukaa meza ya mazungumzo. Haya yanajiri saa chache baada ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kusema kuwa amekuwa na mazungumzo muhimu na rais wa Marekani Donald Trump pamoja na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambaye huenda yakaleta mabadiliko makubwa katika mwelekeo wa vita. Akizungumzia hali ya sasa katika vita vya Ukraine na Urusi, Trump amesema, nilizungumza na Rais Zelensky na Rais Putin kwa simu na kuna jambo litatokea. Wanapoteza watu wengi, wanajeshi wengi wanapoteza maisha, pande zote mbili zinapoteza wengi. Urusi inapoteza zaidi kwa sababu ndio wanaoanzisha mashambulizi, na unapokuwa upande wa kushambulia vitani unapoteza zaidi. Ni jambo rahisi sana. Mshauri wa Kremlin Yuri Ushakov amenukuliwa na shirika la habari la Interfax akisema kuwa Rais Donald Trump alijazwa au kushawishiwa na mawazo hatari na viongozi wenzake wa Umoja wa Ulaya wakati wa mkutano wa G7, na baada ya mkutano huo Marekani haikufanya mawasiliano yoyote na Moscow. Ameongeza kuwa Umoja wa Ulaya umefanya makosa kwa kudhani kwamba hali ya vita inabadilika na kuwa na manufaa kwa Ukraine. DW tunavuma kwa kishindo. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2026. Basi jina langu naitwa Idi George. Basi tukutane katika taarifa zetu za habari za jioni. Asante.